sasa watu ni hofu kocha mpya akija wachezaji sio wafanye. Nini kinaweza kutoka klabu ya Simba hususan? Mimi waondoe hofu tu mashabiki wa Simba. Moja ya klabu ambayo ina management inayojitambua ni Simba Sports. Viongozi wa Simba wanajua matakwa ya Simba ni nini. Leo hii kabla ujaji wa Fadlu Davis ni wachache sana walikuwa wanatambua utambuzi wa Fadlu Davis kama ni mwalimu. Wale viongozi ambao walioshirikiana kuhakikisha kwamba kuona ubora wa Fadlu Davis kumleta, bado wale viongozi ndani ya Simba Sports wapo. Mimi naamini kama ni kweli Fadlu Davis anaondoka, basi atakuja mwalimu ambaye atakuwa bora zaidi kuliko Fadlu Davis. Simba ipo na itaendelea kuwepo. Wako watu kwamba walikuwa kwa ajili ya Simba waamini kwamba Simba ipo, na wale ambao waamini kwamba Simba waliipenda kwa sababu Fadlu Davis. Tusikilize kauli ambayo management ya Simba itakokuja nayo. Wakisema Fadlu Davis anaondoka, waliokuwa Simba kwa ajili ya Fadlu Davis itakuwa ruksa nao waondoke, lakini watu ambao wapo kwa ajili ya Simba, Simba ipo na itaendelea kuwepo. Kikubwa ni kuisupport Simba, kuhakikisha malengo ya Simba na kwenda kutimia. Nilikuwa Kisugu, ile kauli ya Young Africans umesema wanapiga kichwani, ndio imeanza kazi wenyewe, nakwambia ndio maana mvurugano umeanza. Kocha Fadlu Davis naye amepigwa kichwani, ameondoka moja kwa moja. Kwanza ni wapongeze katika kauli yao ambao wanayozungumza, kwa sababu sisi kama klabu kubwa dhamira na nia yetu ni kuzungumzwa, aidha yawe mabaya au yawe mazuri. Leo hii ndani ya Tanzania iko klabu bingwa hapa, imefukuza walimu 3, lakini hujawahi kuona peji ya influencer wa Simba wala peji ya kiongozi wa Simba kuzungumza hiyo timu imeondosha walimu. Kwa sababu sisi ni klabu kubwa, tuna nafasi ya kuzungumza habari za klabu ndogo. Isipokuwa sisi klabu kubwa tuna haki ya msingi ya kuzungumzwa na klabu ndogo. Kwa hiyo kama kauli wanazungumza, wapongeze sana, wanatimiza majukumu yao klabu ndogo kuizungumzia klabu kubwa. Nimesema hapa awali, klabu pekee mwaka jana zijafukuza walimu ni 3. Nimesema isikezi kusema. Ulisikia influencer wa Simba anatengeneza historia kwenye peji zao, kwa sababu hatuwezi kwenda kuzungumzia madhaifu ya klabu ndogo, ila mdogo ana haki ya kuzungumzia mkubwa. Kama wanazungumza hivyo, wapongeze, waambie Simba malengo yao yanatimilika, kwa sababu wanazungumzwa sana kuliko klabu nyingine yoyote. Yanga mdogo Piga Gamondi anataka miongoni mwa kocha ambao wanahusishwa na klabu ya Simba kwa sasa. Piga Gamondi na inasema kama ambavyo kutumika diplomasia kudola Jonasa Usoa, diplomasia hiyo ya majaribio kutumiwa na viongozi wa Simba kumuomba Piga Gamondi, lakini kwako Piga Gamondi alishakuwa. Mimi siku zote naamini sana management ya Simba. Kile ambacho itakachokifanya management ya Simba, mimi kama mshabiki wa Simba napaswa kukisapoti. Kwa hiyo tujipe muda, ila nawaambia watakaye mleta ndio wana Simba ambaye atakaye mtaka kumsapoti. Lakini mimi naamini viongozi wa Simba dhamira na nia yao kuiona Simba inapiga hatua. Dhamira viongozi wa Simba kuona standard ya Simba iliyotengeneza kwenye bara la Afrika inaendelea kufanyaje? Inaendelea kukaa kwenye standard yake. Na imani kwamba watakwenda, kama ni kweli ikatokea Fadlu Davis akaondoka, mimi naamini atatetea mwalimu aliyekuwa bora. Isike ni kukumbusha historia ndogo sana. Kuna kocha aliondoka almaarufu anaitwa Kishingo. Wakati anakuja historia yake ilikuwa ndogo sana na CV yake, lakini alipokuja Simba alifanikiwa, vilabu vikubwa vikamuona vikubwa zaidi kwenye bara la Afrika, akaenda. Tukamleta Benchika, mwalimu mkubwa kwenye bara la Afrika, kufanya alichokifanya, akaenda. Fadlu Davis inavyosemekana naye anafanyaje?
anaenda. Mimi naamini viongozi wa Simba tutapata mwalimu bora, Simba itaendelea kupiga hatua. Naye pia wanasema ameshakaa hapa kabisa. Unaweza kawa tiba ya kuwafunga wazazi. Jibu bado ndo lile lile tu. Atakayeletwa na viongozi wa Simba ndo wana Simba tutampa support. Atakayeletwa na viongozi wa Simba wana Simba ndio ambao tutafanyaje? Tutashirikiana naye. Kwa sababu sisi wana Simba tunaamini na tuna imani uongozi wetu chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Clatous Magori. Tunaamini ni mtu makini, ni mtu special, anajua matakwa ya Simba, anajua matakwa mashabiki wa Simba. Kikubwa ni utulivu, kuendelea kuwapa shirikiano viongozi wa Simba ili kuhakikisha malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia. Unafikiri anaweza akasukuma kudumu hapa hata kama uongozi utachelewa kuleta kocha mkuu? Matola anatosha? Isike kwanza haya yote ninayoyajibu, lakini mjue Fadlu Davis bado ni mwalimu wa klabu ya Simba, kwa sababu klabu ya Simba haijatamka rasmi kama imeachana naye. Sikiliza wewe nikwambie Isike. Kwa hiyo haya majibu ninayotoa watu lazima wajue, sika na kwamba nimekaa mbele ya mike na thibitisha Fadlu Davis amefanyaje, ameondoka. Bado naamini Fadlu Davis ni mwalimu wa klabu ya Simba, kwa sababu mimi kama mwanachama wa Simba ninachokiamini, taarifa sahihi kutoka kwa uongozi wa Simba. Uongozi wa Simba hujasema chochote, wala uongozi wala msemaji wa Simba hajasema chochote. Lakini ninachosema na nitaendelea kukisema, kazi yangu kubwa ni kuisupport Simba Sports. Suleiman Matola Velon, mimi naamini moja katika vijana ambao watakuja kufanya kazi nzuri katika eneo la ukocha Suleiman Matola. Moja ni mzoefu, amesoma, ameitumikia Simba, lakini hata hivyo alipata nafasi ya kuweza kuvifundisha vilabu tofauti ambavyo vinashiriki kwenye ligi ya NBC. Leo hii makocha wengi waliokuwa bora waliopita Simba Sports walikuwa chini ya Matola, alikuwa nao. Mimi naamini kwamba Matola ni mwalimu mzuri, management ikiamua, mimi kama Kisugu kubwa ni kuendelea kumsupport kama mwalimu wa Simba. Juma Ramadhani Mgunda, mwalimu wa Namungo Football Club, nampongeza, ni mwalimu mzuri na timu yake jana amepata matokeo jumla goli 1 dhidi ya Prison ya Mbeya. Nampongeza, ni mwalimu mzuri. Hapana, bado sijazungumza naye, nafikiri nimwache yuko bize kwenye pre-season na mchaka wa ligi. Baada ya siku 2-3 na imani nitamtafuta brother yangu yule. Yes. Mgunda, Guardiola mnene. Yes. Mtani Kisugu, mtani Young Africans anasema yeye ni bora, anazidi kuwa bora zaidi katika miamba ya Afrika. Kwa maana mzunguko wa kwanza ameshinda goli 3. Wewe Simba Sports Club umeshinda bao 1. Anakuambia kuoni Simba Sports Club kutoka kwenye hatua nyingine. Siku zote mtihani mwanafunzi huwa ajisaishia na saishiwa. Ubora wa mtu siku zote huwa ajipi ubora, huwa anapewa. Kama yeye anasema kuwa bora, anajitangaza, basi mwacheni aendelee kujitangaza. Lakini mwenye mamlaka kutangaza vilabu bora barani Afrika ni shirikisho la mpira barani Afrika, CAF. Bado mpaka sasa hivi kwenye rekodi yao wanaonyesha Simba ni bora zaidi kuliko Dar es Salaam Young Africa. Wao wameshinda 3 mechi ya kwanza. Yes, wache washinde. Mcheza na nani? Mtu ana miaka 7, hata mwanangu Faris mkubwa. Wache washinde. Wache washinde. Mwanangu Faris ni mkubwa kuliko ile timu ambayo Dar es Salaam Young Africans walikwenda kuifunga. Sawa.
Yes. Moja, Isike, ni kushukuru sana kwa swali zuri, na ndio maana nakupenda sana katika waandishi Isike, kwa sababu una maswali ya kujenga. Kikubwa niwaambie tu wana Simba, jambo kubwa ambalo mbele yetu liliopo hivi sasa ni kuwa watulivu na kuwa wasikivu juu ya timu yetu, ni kuendelea kuisupport timu, tuamini viongozi waliopo, tuamini wachezaji waliopo, na imani watakwenda kutekeleza majukumu lao. Kikubwa kama slogan ya Simba inavyosema, nguvu moja, tukisimama kwenye nguvu moja tutakwenda kufanikiwa zidi ya Fountain Gate na mechi yetu zidi ya Gabaro, ambayo na imani kwamba tutakuja kucheza katika uwanja Benjamin William Mkapa. Hakuna jambo jema kwa mashabiki kama kuisupport timu yao. Hakuna jambo jema kwa mashabiki kama kuamini viongozi wao waliokuwa madarakani. Sisi kama Simba tutaendelea kutoa support, tutaendelea kuunga mkono wachezaji wetu ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Isike, hata mimi nimesikia na niwaidi kuongea na wana habari kwamba nimepokea kwa namna mbili. Kwanza nimepokea kwa maumivu, lakini pili nimepokea kwa faraja. Faraja nimepokea ikawa kweli. Itakuwa moja ya funzo ya mashabiki wa mpira kuona mpira una taratibu zake. Tunapokwenda mpilani inahitajika kuwa makini, tusifanye vitendo ambavyo haviendi sawa sawa na kanuni za mpira. Maana yake mkifanya mtaenda kufanyaje? Kuhukumiwa. Kwa hiyo inawezekana moja ikawa funzo. Lakini pili, nimepokea kwa masikitiko kwa sababu sitakwenda kushuhudia timu yangu katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini tatu, kwa Simba si ajabu. Ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, klabu iliyocheza bila mashabiki mara nyingi ni Simba Sports. Lakini Sike sio sifa hiyo. Sio sifa. Lakini Simba tumeshacheza ndani ya nchi bila mashabiki na nje ya nchi bila mashabiki na tukapata matokeo. Lakini niwaambie mashabiki wa Simba, hiyo sio nini? Sio sifa.